Mtazamaji, ni msimu wa maonesho ya Sabasaba kwa mwaka huu 2026 hapa jijini Dar es Salaam, yanayoendelea katika viwanja vya Julius Nyerere hapa viwanjani. Channel 10 kilicho bora kabisa, tuko hapa kwa ajili ya kukutanisha na wadau ama wafanyabiashara pamoja na wawekezaji ambao wamefika katika maonesho haya kwa ajili ya kuonesha bidhaa ama kuleta huduma ama elimu mbalimbali. Muda huu mtazamaji, naozungumza na wewe, niko katika banda la ofisi ya Waziri Mkuu. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza nao. Ndani ya banda hili kuna taasisi mbalimbali ambazo ziko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Tunaenda kuzungumza nao kwa ajili ya kujua kitu gani wamekileta kwa mwaka huu 2026, elimu ama ni huduma gani wamewaletea Watanzania. Twende tukazungumze nao. Naam, kama nilivyokueleza hapo awali, niko ndani ya banda la ofisi ya Waziri Mkuu, na humu tunakutana na taasisi mbalimbali ambazo ziko chini ya ofisi hii ya Waziri Mkuu. Tunaanza na taasisi ya TARURA. Hawa ni wakala wa barabara za vijijini na mijini, TARURA. Tuko hapa tunakutana na afisa ambaye ataenda kutueleza kile ambacho wamekileta katika maonesho haya ya Sabasaba ya 50 kwa mwaka huu 2026. Karibu sana. Asante sana. Kwa jina naitwa mhandisi mshauri Fares Ngereja, natokea TARURA makao makuu. Kama mnavyofahamu kwamba wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA ulianzishwa mwaka 2017. Tangia kuanzishwa kwake tuna takriban kilomita 144,149.18 ndizo ambazo tumekasimiwa kwa sasa kwa ajili ya kufanyia matengenezo na ujenzi kwa ujumla. Na kama mnavyofahamu, mtandao huu ni mkubwa ukilinganisha na hali halisi, kwa maana ya kwamba mpaka sasa katika huu mtandao tuna takriban 2.6 ndizo ambazo zimekuwa paved, kwa maana zimewekewa hivyo katika kiwango cha lami. Inaweza kawa kiwango cha lami au kiwango cha zege au kiwango cha mawe. Tuna 2.6 tu. Na pia katika huu mtandao tuna takriban 32% ambazo ni barabara za changarawe. Asilimia inayobaki takriban 65% hizi ni barabara za udongo. Kwa hiyo utaona namna gani kwa sasa hali yetu ya barabara bado tupo nyuma sana. Kwa ujumla tupo nyuma sana ukilinganisha na, maana tuna 2.6 tu ndio lami. Kinachobaki zote ni barabara za changarawe na udongo. Sasa kutokana na hali hii, TARURA kama wakala unaojitegemea katika ujenzi wa miundombinu umejaribu kutafuta namna bora ya kuweza kufungua hizi barabara ziweze kupitika kwa muda wote kwa kutumia njia mbalimbali. Kwa mfano, tunatumia vifaa ambavyo vinapatikana katika eneo husika. Yaani tunatumia locally available material katika ujenzi wa miundombinu ya barabara zetu. Na katika utumiaji wa locally available material ambayo yanapatikana eneo husika, tunajenga madaraja ya mawe na tunajenga barabara za mawe. Ukienda katika mikoa baadhi, kama mfano mkoa wa Mwanza, tunazo barabara za mawe ambazo zimenufaisha kwa kiasi kikubwa wananchi wa Mwanza kiuchumi pamoja na kijamii. Kwa mfano kiuchumi, tunayo barabara ambayo inatoka Igogo kwenda hospitali ya Bugando, ambao kabla ya ujenzi wa barabara hii wananchi wa Igogo walikuwa wanazunguka kwenda mpaka Nara, kwenda kwa Nata ndio apande mlima kuelekea hospitali ya Bugando, takriban kilomita 8, lakini kwa sasa hivi takriban kilomita 2 wananchi wamenufaika na barabara ile ya mawe kwa kutumia, na maeneo mengine mengi ambayo wamenufaika katika mikoa ya Kigoma, Rukwa pamoja na Morogoro. Na kwa upande wa madaraja ya mawe kama nilivyosema, madaraja ya mawe kwanza yana sifa moja, ni nafuu katika ujenzi wake. Gharama za ujenzi ni nafuu, lakini pia inaajiri watu wengi. Na mpaka kuanzia kwetu 2017 TARURA tuliamua kama taasisi kujihusisha na ujenzi wa madaraja ya mawe kwa sababu ya sifa nilizozieleza. Na mpaka sasa tumejenga takriban madaraja 515 kwa gharama ya shilingi bilioni 43. Na kama tungejenga haya madaraja kwa kutumia nondo, tungetumia zaidi ya bilioni 155. Utaona ni kiasi gani tumesave. Takriban zaidi ya 72%, hiyo yote ni saving. Tumesave. Kama tungesubiri kwamba tusubirie tupate hii bilioni 155,
wananchi walikuwa wanaendelea kutaabika, lakini sasa wananchi wale wananufaika madaraja haya kiuchumi pamoja na kijamii. Lakini pia tunajenga barabara za mawe. Barabara hizi ni nafuu. Kwa mfano mpaka sasa tuna takriban kilomita 30 tumejenga katika mikoa niliyosema ya Mwanza, Rukwa, Kigoma pamoja na Morogoro kwa jumla ya shilingi bilioni 14, ambazo kama tungefanya kwa lami nyepesi tungetumia zaidi ya bilioni 20, na kama tungetumia lami nzito kwa maana asphalt concrete tungetumia zaidi ya bilioni 34. Utaona tofauti iliyopo ni kubwa. Kwa hiyo barabara za mawe ni bei zake ni nafuu, kwa hiyo inaweza ikaturahisishia katika nilivyosema, mtandao wetu ni mkubwa sana, itaturahisishia katika kufungua maeneo mengi zaidi ya nchi yetu. Tuzungumzie katika kipindi cha miaka mitano ya utawala wa Daktari Samia Suluhu Hassan, mafanikio ambayo yamepatikana kama TARURA kwa maana ya mijini na vijijini. Ni mmewafikia wananchi ama mikoa mingapi mmeweza kutekeleza kwa kiwango ambacho wananchi wenyewe wameridhika ndani ya miaka hii mitano? Kwanza nashukuru sana serikali kupitia kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Pindi ndani ya hii miaka mitano, kwanza bajeti yetu iliongezeka kwa kiwango kikubwa sana, kiasi kwamba wewe mwenyewe utashuhudia maeneo mengi tumejenga barabara za lami na tumeweza kufungua miji mbalimbali kwa kiwango cha lami. Angalau miji yetu sasa inaonekana ni miji ambayo inaheshimika kwa sababu ya bajeti, ongezeko kubwa ambayo tumeongezewa za hiyo bajeti yetu ya ujenzi wa barabara za kwa ujumla. Lakini pia tumeongeza ujenzi wa madaraja mengi zaidi. Niseme kwamba madaraja ndio uchumi. Huwezi kusema kwamba una barabara bila kuwa na daraja. Kwa hiyo daraja ndio linalobeba barabara zetu. Kwa hiyo tumeongeza kwa kiwango kikubwa, takriban asilimia zaidi ya 50 ya ongezeko ambalo limeongezeka katika ujenzi wa madaraja yetu limeongezeka kutokea ile idadi ya awali. Watanzania watarajie nini sasa kwa sasa kuanzia hapa tulipo na kuendelea? Kitu gani ambacho unawaahidi Watanzania kupitia TARURA? Watanzania tunaweza tukawaahidi kwamba tuchape kazi. Miundombinu unaenda kufunguka. Wananchi kila mmoja tutaenda kuvuna kila ambacho tunakipata. Kwa maana kwamba mkulima sasa badala ya kusema kwamba kuna kangomba kule ananunua kwa bei rahisi alafu yeye anaenda kuuza kwa bei kubwa, hicho kitu kitafutika. Kwa maana barabara zetu tutaenda kuzifungua vijijini na wananchi wataweza kusafisha mazao yao kutoka vijijini mpaka kwenye masoko. Mtazamaji, ni kujuze tu ya kwamba Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi ni moja ya taasisi ambazo ziko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, na hapa tuko katika kitengo chao. Wako ndani ya banda hili la Waziri Mkuu katika maonesho haya Sabasaba kwa mwaka huu 2026, na niko na mkurugenzi wa uwezeshaji hapa. Yeye ataenda kutueleza ujio wao katika maonesho haya, kitu gani hasa wamekileta kwa Watanzania katika maonesho ya mwaka huu wa 2026, lakini pia tutaenda kufahamu kazi na majukumu yao ni nini. Karibu. Asante sana. Mimi naitwa Neema Mwakatobe, ni mkurugenzi wa uwezeshaji na ushiriki wa Tanzania kwenye miradi na uwekezaji, na natokea Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi kama ambavyo umenitambulisha. Na wakaribisha wananchi wote wa Tanzania wenzangu kwenye banda la ofisi ya Waziri Mkuu, ambapo Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi tunapatikana hapa ndani. Sisi kama baraza tumewaletea fursa nyingi sana za uwezeshaji ambazo serikali kupitia baraza hili tunaziratibu na kuzisimamia na kuzifuatilia, na fursa hizo zinawalenga wananchi wote. Kwa mfano, kuna mifuko ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ambayo mifuko hiyo iko katika maeneo mbalimbali na wawezesha wajasiriamali mbalimbali ambao wanaanza, lakini pia wale ambao wanaendeleza biashara zao. Kwa fursa kama hizo tuko hapa kwa ajili ya kuziratibu. Mtanzania utakapokuja kwenye banda letu utapata nafasi, utapata kukusikiliza, lakini pia tutaweza kukuunganisha hizo fursa mbalimbali za uwezeshaji kiuchumi hapa nchini ambao serikali inaziratibu kupitia baraza hili la uwezeshaji kiuchumi. Lakini pamoja na hayo, tunafahamu kabisa kuna miradi ya kimkakati ambayo inaendelea na uwekezaji nchini.
Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi inafuatilia namna gani Mtanzania anashiriki na kupata fursa katika miradi hiyo. Kuna fursa kama za ajira, fursa kama za kutoa zabuni mbalimbali ambazo zinatolewa katika miradi hiyo. Kwa kama baraza ukija hapa, kama wewe unataka kuwekeza au unataka kushiriki katika miradi hiyo, tunakuja hapa tunakusikiliza na kujua namna gani unaweza kushiriki katika fursa hizi mbalimbali ambazo serikali inatoa pesa, inatenga kwa ajili ya kuwekeza nchini humu, na wewe Mtanzania utanufaika vipi na fursa hizo. Lakini pia baraza tunashirikiana na taasisi mbalimbali wezeshi. Tunajua kabisa wewe kama Mtanzania, ili uweze kuanza na kuendeleza biashara yako, una fursa nyingi, una hatua nyingi unapitia ili kusudi uweze kurasimisha ama uweze kukua katika biashara yako. Kwa baraza la uwezeshaji tutakuelezea namna gani nzuri ya wewe kuanza, lakini pia na kuendeleza biashara yako. Kupitia banda hili ambalo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, utakutana na wataalamu ambao watakusikiliza unafanya biashara gani, uko kwenye hatua gani ya kuanza ama ya kukua, na je, unataka kuunganishwa na fursa hipi. Hiyo ni fursa ya kurasimisha ama fursa ya kukutana na mikopo mbalimbali ambayo itakuwezesha kukua katika biashara yako. Lakini baraza la uwezeshaji pia tunapatikana kwenye kliniki ya ujasiriamali wa biashara ambayo iko pale chini ya Wizara ya Viwanda. Ukienda pale pia utakuta pale baraza ambao utakusikiliza na kama kliniki na kukujua biashara yako uko wapi, umekwama wapi na wapi tukusaidie ili kusudi uweze kuendeleza biashara yako. Sambamba na hiyo, hapa katika ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu, kuna taasisi zingine ambazo ziko pia hapa pia zinatoa fursa mbalimbali za kiratibu kulingana na eneo husika. Ningependa kufahamu ni kwa namna gani mmewafikia wananchi katika swala zima la kuwawezesha kiuchumi. Tuzungumzie katika kipindi cha miaka 5. Asante sana. Baraza katika kipindi cha miaka hii 5 tumewafikia wananchi wengi. Na kwa namna gani kama ulivyouliza, tunawafikia wananchi kwanza kupitia kwa mifumo ambayo iko serikalini sasa hivi. Tunafahamu kabisa serikali sasa hivi imejikita katika mifumo ya kiteknolojia. Nasi baraza tumekuja na mfumo wetu wa uratibu wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, ambao mfumo huo umeunganisha taasisi wezeshi zote kuchangana na hii mifuko ya uwezeshaji, la kwa hiyo itatoa taarifa kwa wananchi wengi na kwa pamoja waweze kujua namna gani serikali inaweza kuwawezesha kupitia namna mbalimbali, iwe kurasimisha biashara ama iwe pia kupitia mifuko ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Kwa hiyo nitoe wito wangu kwa Watanzania wote, kwanza kutembelea maonyesho haya ya Sabasaba mwaka huu 2026, lakini pia kuja banda hili la ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu. Wataweza kukutana na taasisi ya baraza la uwezeshaji na taasisi zingine zilizoko hapa na kuweza kujua namna gani serikali imetenga fedha kuhakikisha kwamba wananchi wake wanawezeshwa, lakini pia wanaunganishwa na fursa muhimu za kuanzisha, kukuza na kuendeleza biashara zao. Lakini pia nitoe wito kwa Watanzania kuingia kwenye mifumo. Serikali imeenda kwenye mifumo sana sasa hivi. Taasisi nyingi sana zinatoa huduma zake kupitia mifumo pia. Kwa hiyo Watanzania tutumie simu zetu za viganjani, tutumie kompyuta zetu pakato na kompyuta za kawaida, tuweze kuangalia mifumo mingi ambayo serikali inatoa taarifa huko nyingi sana, ikiwemo fursa za kiuwezeshaji pamoja na mikopo, lakini pia hata fursa za tenda serikalini, ikiwemo tenda ambazo tunazijua kabisa 30% ya manunuzi yote ya umma yameelekezwa kwa makundi maalum yakiratibiwa na PPRA, ambao kama baraza pia tunaratibu fursa hizo. Asante sana. Mtazamaji wa Sabasaba Special ndani ya Channel 10 kilicho bora kabisa. Bado tuko katika viwanja vya Sabasaba, tuko katika banda la ofisi ya Waziri Mkuu. Tunazungumza na taasisi mbalimbali ambazo ziko katika banda hili. Lakini tunapenda kufahamu ofisi ya Waziri Mkuu kitu gani wameleta kwa Watanzania katika maonyesho haya ya Sabasaba kwa mwaka huu 2026. Majibu hayo anayo afisa huyu ambaye ataenda kutueleza elimu ama huduma ambazo wamezileta katika maonyesho haya. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Ninaitwa Mary Aywinia, ni mtakwimu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, kazi ya ajira na mahusiano. Katika maonyesho haya Sabasaba kwa mwaka 2026 tumeleta huduma mbalimbali ikiwepo masuala ya ukuzaji ajira, ambapo tunawakaribisha wananchi kuja kujua fursa za ukuzaji ajira na ukuzaji ujuzi kupitia banda letu, ambapo kama ofisi tumekuwa tukisimamia programu ya ukuzaji ujuzi, ambapo tumekuwa tukitoa mafunzo ya ukuzaji ujuzi kwa nguvu kazi ya maana kwa wafanyakazi wengi walikuwa wanakutana na changamoto kazini, hawalikuwa kwenda waje katika banda letu wajifunze masuala ya sheria za kazi. Vile tunasimamia ulipaji wa kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi. Watembelee banda letu wajue sekta binafsi kwa mpangilio kulipa kiasi
cha chini cha mshahara kwa wafanyakazi wao. Kima cha chini ni jukumu ambalo linasimamiwa na ofisi yetu, jukumu kusimamia kwamba wafanyakazi wote wafanye kazi katika weledi na tija. Ili kupata wafanye kazi katika weledi na tija, ndio walipe maslahi yao na waajiri wajue nini faida za kuwa mwanachama wa chama cha waajiri na wana changamoto gani ambazo wanapitia wanapokuwa wanachama. Katika ofisi yetu tunaweza kuwatatua changamoto hizo. Tunakaribisha sana wapate elimu na uelewa wa kazi zote zinazofanywa na ofisi ya Waziri Mkuu, kazi ya ajira na mawasiliano. Umezungumzia swala la fursa ambazo zinapatikana ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu, lakini sasa pengine labda wapo ambao hawajui wanaanzaje kuzitafuta ama kuzipata. Labda ungeelezea hizo fursa zinapatikana vipi ili yule Mtanzania ambaye hajui aweze pia kujua kupitia maelezo yake. Katika ofisi yetu tunazo fursa za mafunzo ya ukuzaji ujuzi pamoja na fursa za kuunganisha Watanzania na ajira nje ya nchi, ambapo huwa tunatangaza kupitia mitandao ya kijamii, kupitia website yetu ya www.kazi.go.tz pamoja na page yetu ya Instagram. Watapata page yetu ya kazi, watapata taarifa zote, pamoja na katika website tutaona katika vyombo vya habari. Huwa tunaelimisha, tunakuwa na vipindi mbalimbali vya kutoa taarifa kwa umma kuhusu fursa zinazopatikana katika ofisi. Mtazamaji, kama ambavyo umeweza kuzisikia, ni taasisi mbalimbali ambazo ziko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu katika banda lao hapa katika maonesho ya Sabasaba. Wameeleza kile ambacho wamekileta kwa mwaka huu, wameeleza elimu na huduma mbalimbali ambazo wamekuletea wewe Mtanzania. Ni wakati wako wewe kufika katika maonesho haya na kufika katika banda lao hili ili uweze kupata elimu ile ambayo wamekuletea wewe Mtanzania. Hii ni Sabasaba Special. Mimi ni Kisa Mwipiana.